Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, hakikisha una subscribe channel ya B-Vibe Studio, na hapo utakuwa umemaliza kazi. Sasa twende mjini. Tunashuka milima na mabonde mpaka katika jiji la Mbeya, na hapo ndipo tutakwenda kumfahamu binti Gift alimaarufu G. Nitege sikio usipitwe na kitu katika simulizi ya leo. Gift alimaarufu G ni mtoto wanne katika familia ya Nixon. Ilikuwaje mpaka akaingia katika uigizaji wa filamu? Nitakwenda kukujuza, usiwe mbali nami. Jina langu ni Twame Maso, shabiki mkuu wa movie ya dunia. Gift alimaarufu G alizaliwa na kipaji kikubwa sana, na hapo alianza kuigiza filamu ingali bado mtoto mdogo. Akiwa anasoma shule ya msingi huko jijini Mbeya, basi alianza kuonyesha kipaji chake akiwa ingali ni mtoto mdogo wa darasa la 3. Aliweza kushiriki sana ya majukwaani na watu waliweza kuvutiwa naye sana, sababu G alikuwa ni mrembo sana. Kutokana na ule ukuaji alikuwa anachanganya na utoto, basi alikuwa anavutia mithili ya malaika. Basi alipokuwa chuo, kipaji chake kikaendelea kustajabisha wengi, na kutokana alikulia katika familia ya fedha, familia yenye viwango vya juu, familia yenye kujimudu, basi hawakusita kumuunga mkono wazazi wake. Unaambiwa basi nyota njema huonekana alfajiri, na ndipo alipokuwa akiwa anafanya bidhaa zake, baba Asma aliweza kuvutiwa na kasti yake. Basi kama unasikia kwamba Twame Maso aliwahi kuwa maarufu kwa sababu ya sura mbaya, na G amekuwa maarufu kwa sababu ya urembo wake na uzuri wake wa kuvutia. Baba Asma kampa tenda kaichapa kweli kweli, na sasa ndo tunaangazia kimataifa. G anashikilia namba 1 kwa urembo barani Afrika. Au napinga mwanangu? Dondosha komenti yako hapo uweze kusema kitu mwanangu. Ila usilolifahamu, basi G ndo mwanamke mrembo barani Afrika kwa sasa, ndo mwanamke anayeshika namba 1 kwa kuvutia. Hakika Mungu kampendelea sana, kampa sura, kampa na ile dili mwanangu. Mimi ni Twame Maso. Hakikisha una subscribe channel yangu ya Twame Maso, lakini hii ni B-Vibe Studio. Mdhamini wangu ni Karaveli.